Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo timu yetu tumeanza mazoezi kwa pamoja kwenye pitch. Jana tulikuwa na session ya gym kwa baadhi ya wachezaji ambao hawakushiriki mchezo wa finali dhidi ya Azam kule Pemba. Na baada ya jana, leo kikosi chote na waandishi mashahidi imefika hapa. Wachezaji wote wa Young Africans Sports Club hapa. Tunaanza maandalizi ya kuelekea mechi ya tarehe 19 dhidi ya Mashujaa. Baada ya hapo tutakuwa na mechi mbili za Champions League dhidi ya Al Ahly, na hizo ni mechi ambazo tumeziwekea akili kubwa sasa hivi. Kwanza mechi ya ligi, pili mechi mbili za Champions League. Kwenye kambi yetu mchezaji ambaye ni majeruhi ni Edmund John peke yake. Ana shida kidogo tu, na shida sio kubwa sana. Alipata knock kwenye nyama na anaendelea vizuri, na tunaweza kumuona hapo anaenda vizuri. Kwa hiyo maana yake ndani ya siku chache naye atajoin kwenye mazoezi pamoja na wenzake. Kimsingi ni kwamba ukiondoa Edmund, wachezaji wote wako fit. Clement Mlizi wapo, ameanza mazoezi na anaendelea vizuri. Alianza kule Zanzibar, Unguja, kaenda Pemba na sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo tuna imani kama alituambia daktari, mwishoni mwa mwezi wa kwanza au mwanzoni wa mwezi wa pili tunaweza kuanza kumtumia Clement Mzize kwenye pitch. Ali mmeshashusha mmoja. Ali mmeshashusha vyuma viwili vya uzito kweli kimataifa. Def mmemtambulisha leo, lakini Ali Okello siku kadhaa nyuma. Mmeshamaliza usajili au shughuli bado inaendelea? Kwa mujibu wa taarifa ambayo nimepatiwa na mtendaji mkuu wa klabu yetu, zoezi la usajili bado linaendelea. Kwa sababu niliuliza pia hilo swali leo kwamba ndio mwisho hapa kwa Dep. Viongozi wakaniambia bado na sajili nyingine zitaongezeka kwenye timu yetu. Lengo ni kuhakikisha tunaboresha timu. Unajua dirisha dogo ni unakwenda kuiboresha timu katika kila eneo ambalo unatakiwa liongezewe nguvu. Kwa hiyo baadhi ya maeneo ambayo ripoti ya benchi la ufundi imeonyesha yanakwenda kuongezewa nguvu, na usajili bado utaendelea kufanyika. Ali, tujamuona Djigui Diarra ameshaingia na amepewa off leo sababu ametoa alfajiri ya leo. Kwa maana yake kesho atajoin kwenye program ya mazoezi pamoja na yuko hapa. Nimeona propaganda nani alianzisha yule Thabiti Zakaria. Kufungwa kuna mengi ndugu zangu. Mimi ndio muelewa Zaka. Lakini Diarra ameingia alfajiri ya leo na kesho inshallah tutakuwa hapa kwa mazoezi. Taarifa za kusema kwamba haitaki Yanga sio za ukweli. Taarifa za kufungwa Zaka hizo bwana. Kavurugwa sana tafuta kwa kazungumza kadi, kazungumza penalty, kamzungumza Diarra. Wewe mtu yupo kwenye mechi kamtaji. Ndio kufungwa kuna marudio mengi. Kwa hiyo watu wamuelewe Zaka na hayo matatizo akiwa anafungwa. Ali mnawapiga kwa chenga. Tunasoma maandiko sana Bara Conte, Dimbia wanapewa kwa mkopo. Lakini mpaka leo mnajiandaa mchezo wa ligi kuu. Tumeona hapa kwa kwanza unajua ukiangalia idadi ya wachezaji wa kimataifa wa kanuni ambayo tuko nayo, ni kweli Young Africans tuna wachezaji wengi wa kimataifa tofauti na kanuni ambayo inaelekeza. Kanuni inasema tuna wachezaji 12, lakini sisi ukitazama tunao zaidi ya 12. Kwa hiyo wanachama huenda wakawa wanajiuliza hii imekuwaje, lakini watoe shaka. Wako wachezaji ambao benchi letu la ufundi limetoa ripoti na tumepokea pia ofa kutoka vilabu mbalimbali. Jambo la kumhakikishia Hussein Masanza hayuko mchezaji hata mmoja hapa atakayempata. Tunaona amekuwa akijipa moyo ili kujifananisha na sisi, lakini ni mbingu na ardhi. Wachezaji wote ambao wataondoka dirisha hili dogo, ofa zao zinapatikana kutoka mbalimbali, kaskazini mwa Afrika huko, kusini mwa Afrika, lakini nyingine mpaka Europe tumepata ofa. Timu nyingi ziko hitaji. Kwa hiyo kuna mazungumzo yanaendelea, na ndani ya hizi siku 3 mpaka 5 inshallah tutakuwa tumeshatoa ripoti ya wachezaji gani wa kimataifa aidha wamenunuliwa au tumewatoa. Kwenye michuano ya Mapinduzi tulimuona Maruf Chakei, mwendelezo wake ni upi ndani ya Young Africans? Maruf Chakei pia umemuona kule Zanzibar akiwa na Singida, ndio ulimuona kwetu, kamuona pia na Singida. Mwendelezo wake ndio huo. Kwamba tutaendelea kumuona. Si ulimuona Yanga? Tutaendelea kumuona Singida. Huo ndio mwendelezo. Kwa maana rasmi sasa mliachana naye kumsajili au hamna tena mipango naye? Taratibu za Maruf Chakei zilikuwa zinakwenda vizuri mpaka hapo ambako hivi ni kocha au meneja anamuita wapi? Meneja. Yes, taarifa ile ikatumwa na mtendaji mkuu wa klabu yao kwamba sisi tulikuwa tunamhitaji Maruf Chakei kwa loan ya miezi 6
lakini baadaye wakatafuta wenzetu. Unajua kitu cha kuwazima tena huwezi kutamba nacho. Wakatafuta wenzetu, bwana kocha amekuja anamhitaji Maruf Chakei arudi kwenye timu. Kwa hiyo mazungumzo yakafia pale pale na Maruf Chakei akarudi kama neema, ndio maana tunapata shida. Tulikuwa tunahitaji, ndio maana alikuja, lakini sasa hakuwa tumemnunua. Tulitoa mkopo na terms ziliruhusu wakiwa wanamhitaji wachukue mchezaji wao. Tulichukua mchezaji wao. Kwa hiyo ni jambo la kumtakia la heri Maruf Chakei. Mimi namaliza mwisho kwanza. Kuna mambo mawili ambayo yanawatatiza sana wachezaji wengi. Jambo la kwanza, kombe linajengwa na hoja. Mbona mnawazidi sana kwa sababu hasa dini na issue ya mwisho jasusi. Ni kama ulitulia hivi. Lakini leo umeamka tena na jasusi. Kwanza hili la Alan Okello, ndugu zangu waandishi wa habari. Binafsi mimi tegemeo nzuri. Nilikuwa najua kabisa watani zetu walikuwa wameumia sana. Nilikuwa najua kwamba baada ya kumsajili Alan Okello watakuwa wameumia sana, lakini sikuwa nimedhani wangeumia katika kiasi ambacho nimekisikia leo. Nilikuwa nahisi ni maumivu tu ya kawaida, lakini hili nilichokisikia leo ni kwamba hii sindano imekita yenyewe. Maumivu ni makali kweli. Watu walianza kuzungumza kina Kisumu, wakazungumza kina Pasi Milioni, wakazungumza wanashabiki wengi wa timu yao. Leo wamekuja kuzungumza kiongozi wao. Ni ishara kwamba sindano ya Alan Okello imegusa mkono mmoja. Nataka niwaambie kitu kimoja. Hata wale Vipers walizungumza hivi. Walisema iko timu hapa Tanzania, jina hawakuhitaji. Walisema iko timu hapa Tanzania ilipeleka ofa ya kumhitaji Alan Okello. Na walikuwa very strict kwamba Alan Okello anauzwa kwa hela hii. Abakisha mkataba wake miezi 6 na anauzwa kwa hela hii. Iko timu hapa ikamfuata Alan Okello kuzungumza naye na ikawafuata Vipers na watu waliotumwa kumfuata Alan Okello hivi karibuni waliomba mgao wa $200,000 kwamba tukilipa $200,000 na sisi tunaomba pasenti kidogo hapo. Waliomba. Iko timu Tanzania iliomba 10% kwa Vipers ili mpate kwamba mimi nimeenda kupambana, imetoka $200,000 nikiileta hapa kosa na mimi nanipa kidogo. Hao ni watu ambao walitoka hapa Dar es Salaam Tanzania wakamfuata Alan Okello Uganda, sio mimi. Ni Vipers wamesema kwamba sisi Yanga, ndio waandishi mmeandika kwamba Yanga tumenunua kwa hela nyingi. Hapana, Yanga tumenunua kwa nusu ya hela ambayo wenzetu waliitoa kwa hapa Tanzania. Kina nani wanajijua, ili jiwe limekwenda gizani. Jamani, mnapozidiwa na Yanga ni kwenye 10% tu. Acheni kutuma watu wenye njaa kwenye haya madili. Tumeni watu very professional ambao wanajua interest za taasisi. Ukituma mtu mwenye njaa akafate mchezaji, ataanza kufikiria kwanza tumbo lake. Kama huyu aliyetumwa kwa Okello akaomba 10%. Pale kwa viongozi wa Vipers wakamwambia wewe ni kiongozi wewe, na watu wanakuamini wewe ni kiongozi, unakuja kufuata 10% ya hili jambo. Mlango ule pale, kimbia, sio utoe, kimbia tusikuone tena hapa. Katolewa Nduki na Vipers unajua wanafuga mamumbo makubwa pale kwenye keki yao. Wanataka kuyafungulia wafungulie mamumbo wakimbizwe. Jambo la ovyo kafanya, kaenda kutia aibu pale. Kwa hiyo ukweli ambao hamtakaa muusikie ukisema ndio huu. Mengine haya ni story. Hizo sio story za jasusi. Hii ninalowaambia hapa ndio lenyewe. Iko timu Tanzania ilimfuata Alan Okello na waliotumwa waliomba 10%. Hapa juzi, wala sio muda mrefu, hapa juzi injinia akafika Uganda akauliza, akaambiwa wewe una shilingi ngapi? Akasema mimi nina nusu ya hela, sina kitu. Akaambiwa wewe ni mtu mwadilifu, tunakupa huyu mchezaji kwa hela hii, kwa sababu hujaomba hata 100. Kuna wenzako walikuja hapa wakaomba genchi, tushikishie kidogo, sio uaminifu. Njaa za watu zimefanya wamkosa Okello. Kwa hiyo wakiwa wanaongea, mkisikia watu wanaongea kuhusu Alan Okello, waulizeni vizuri hao watu, mmeshaacha njaa? Mkiwa mnaendekeza njaa, hakuna mchezaji utampata. Jamani, Alan Okello hapatikani kwa 10%. Sasa huyu ni mmoja nimewapa si, lakini wako wengi. Na nilipomchukua Okello, mlisikia nikiongea mimi? Nilikaa kimya, lakini nilikuwa najua tu hii sindano kuna mahala itaenda.
na alhamdulillah maumivu tumeanza kuyasikia. Nikasema nyinyi mfanye scouting, mnaangalia wao wanamtaka nani? Mwenyekiti nani? Taja watu majina bwana, kama umesikiliza usinipe maswali ambayo mwenyekiti nani kasema mtazama Mangungu kasemaje? Hamfanyi scouting, mnaangalia wao wamempoint nani, mnaenda kupita naye, mnaenda kuingilia kati kwenye madili yao. Unajua wachezaji wazuri wanaonekana na watu wote, ni sawa na kuwa na mwanamke mzuri mtaani, kila mtu atamuona, si ndio bwana? Sio kwamba ni mzuri anacheza mpira chumbani anaonekana. Nani ambaye amfahamu Alan Okello? Kwa mfano maki nimeona huyo uliyemtaja nani, mwenyekiti siwezi tena hata kutoka siwezi. Huyo uliyemtaja unamsikia anasema kwamba Yanga hatuna kufanya scout nzuri, wamepeleka mpaka kwenye ukuta sana. Nani katika nyinyi ambaye hamjui Alan Okello? Katika nyinyi anajulikana Alan Okello kaanza kucheza mpira akiwa mdogo miaka 16. KCCA bwana, watu wanamuona akicheza mpira Alan Okello. Kwa hiyo mchezaji mzuri hachezi mpira wapi? Chumbani, anacheza uwanjani, kila mtu anamuona. Kwa hiyo ukisikia mtu anatoa hoja hiyo, ujue huyo mtu anataka kudanganya watu kwenye kushindwa kwake kupata mchezaji. Hakuna justification nyingine zaidi ya hiyo. Alan Okello alikuwa yuko Uganda hapo, katoka KCCA kaenda zake Ulaya, karudi zake Vipers, yuko anaonekana kacheza CHAN, kang'aa, kacheza AFCON, kacheza vizuri. Ule mwizaji kwa mateso sana, watu walikuwa wanasogea, sijui kama sote meingia, sikumbuki kama niliwasha ya nani.